Jina langu ni Nima. Nilikuwa mama peke yangu niliyepambana na maisha nikiwa na watoto wawili, Joshua na Amina. Bwana wangu alituacha miaka mitatu iliyopita. Akatuachia mzigo wa umaskini na njaa. Nilikuwa na kibanda kidogo cha mboga sokoni, lakini pesa hazikuwahi kutosha. Kila siku chakula chetu kilikuwa ugali na sukuma wiki. Watoto wanakwenda shule bila breakfast, nguo zimechanika, na kodi ya nyumba ilikuwa tishio kila mwezi. Nilijaribu kila njia, lakini milango ilikuwa imefungwa. Siku moja, nikiwa nimekata tamaa kabisa baada ya kutouza hata fungu moja la mboga, bibi mmoja mzee alinitokea. Bibi huyo alijulikana sokoni kwa maneno yake ya ajabu ya kichawi. Akaniambia kwa sauti ya chini iliyojaa siri, "Mama, kuna njia rahisi ya kubadilisha maisha yako. Ukitoa pesa ya kwanza kwa njia ya haramu, utajiri utakuja, lakini masharti ni mazito." Masharti yake yalikuwa haya: pesa ya kwanza lazima iwe ya haramu. Kila tarehe 12 usiku wa manane, nitoe sadaka ya damu ya mnyama. Ukikosa, duka litakula damu ya familia yako. Kamwe usimwambie mtu siri ya utajiri huu, na duka lifungwe saa 6 usiku kamili. Tamaa ya kuwapa wanangu maisha bora ilinizidi akili. Nilikubali. Siku 2 baadaye, shetani alinipa nafasi. Rafiki yangu wa karibu, Bibi Fatuma, aliniomba nimshikie duka lake la nguo wakati yeye akienda chooni. Moyo ulinidunda. Nilijua kwenye mkoba wake kuna pesa nyingi za mauzo ya wiki. Mikono ikitetemeka, nikafungua mkoba wake, nikachukua noti za shilingi 50,000 na kuzificha. Bi Fatuma aliporudi, hakujua kuwa rafiki yake wa damu amemgeuka. Usiku ule, nilienda kwenye lile jengo la zamani kijijini. Nikaiweka ile pesa ya haramu kwenye mfuko mwekundu mlangoni. Ghafla, upepo mkali ukapiga, milango ikafunguka yenyewe, huku sauti nzito ikivuma. Sadaka imekubaliwa, agano limewekwa, utajiri ni wako. Asubuhi iliyofuata, nilikuta maajabu. Kibanda changu cha mbao kimekuwa duka kubwa la kisasa la kudumu. Wateja walifurika kama mchanga. Pesa ilianza kuingia kama maji. Ndani ya muda mfupi, nilinunua nyumba, gari, na kuwapeleka watoto shule za gharama. Lakini utajiri ule ulinifanya nisahau jambo moja la msingi. Tarehe 12 iliyokuwa inakaribia. Mwezi wa kwanza nilisahau kutoa sadaka ya damu. Mwezi wa pili pia. Mwezi wa tatu, tarehe 12, nililala fofofo nikisahau kabisa agano langu. Usiku wa manane, nilishtuliwa na sauti ya kutisha sebuleni. Nilipofika, nilikuta picha ambayo sitaisahau maishani. Joshua na Amina walikuwa wamesimama, macho yao yakiwa mekundu kama moto, wakitetemeka huku damu nyingi ikitoka puani mwao bila kukoma. Niliwakimbiza hospitali, lakini ilikuwa tayari mchezo umekwisha. Joshua alikufa mikononi mwangu. Amina alifuata saa moja baadaye. Madaktari walisema walipoteza damu yote mwilini, lakini hakuna jeraha hata moja. Yule bibi alinitokea makaburini na kuniambia, "Duka limechukua damu ya familia yako kwa sababu ulisahau agano." Maisha yangu yalivunjika. Nilienda kwa padre kutubu na akaniambia lazima nivunje agano lile. Usiku ule, kivuli cha mauti kilinitokea, kikitaka uhai wangu, lakini nilishikilia imani. Nilienda na kuchoma duka lile la mamilioni mpaka likabaki majivu. Leo hii, nimerudi kuwa Neema yule maskini wa kuuza mboga, lakini nina amani ya moyo. Ndugu zangu wasikilizaji, pesa ya haramu haina baraka. Utajiri wa giza utaleta giza maishani mwako. Usijaribu njia za haraka, fanya kazi kwa bidii, na Mungu atakubariki kwa wakati wake. Mimi Neema, nitaishi na lawama za vifo vya wanangu milele. Usifanye kosa nililofanya mimi.